na lazima tuangalie jinsi tunaweza jiondoa katika visingiti. Bwana asifiwe. Na usipoondoka ama usipojiondoa, ole kwako. Bwana asifiwe. Maana kuna habari za ole. Nishawahi wafunza mara hapa kwa habari za ole. Kwa hivyo hivi visingiti vinaambatana na ole. Ole wewe unayesikia. Bwana asifiwe. Unayesababisha visingiti. Hallelujah. Amen. Stumbling blocks in a life of a believer. Visingiti katika maisha ya mhuduma ama Mkristo. Hallelujah. Katika andiko takatifu Luka mlango wa 17 mstari wa kwanza na mstari wa pili. Mtu ambaye amepata akaweze kunisomea na itakuwa ya baraka. Tuanze tu polepole hivyo tukielekea mbele na itakuwa ya baraka. Luka mtakatifu 17 mstari wa kwanza na wa pili. Akawaambia wanafunzi wake, makwazo hayana budi kuja. Lakini ole wake mtu yule ambaye yaja kwa sababu yake. Lakini ole wake yule mtu ambaye hivyo vikwazo vinakuja kwa sababu yake. Ingemfaa zaidi mtu huyo jiwe la kusagia lifungwe shingoni mwake, akatupwe baharini, kuliko kumkosesha mmojawapo wa wadogo hawa. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kuna mambo mawili yameongelewa mahali pale. Jambo la kwanza amesema haina budi kwamba vikwazo viche. Bwana asifiwe. Yaani hata uende wapi makwazo yapo. Wewe ukiwa mwanadamu makwazo lazima yawepo. Bwana asifiwe. Kwa chochote unachokifanya lazima makwazo yawe. Lazima hata ukue nani. Ukiimba mbingu zinashuka, lazima makwazo yatakuweko. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo neno linatuambia. Yesu Kristo akiwaambia wanafunzi wake, akawaambia wanafunzi wake, makwazo hayana budi kuja. Nami nawaambia hapa kanisa, makwazo hayana budi kuja. Lazima yaje. Hata kama una gari, hata kama una baisikeli, hata kama hauna chochote, lazima makwazo yawepo. Lazima yaje. Bwana asifiwe. Dunia ina dhambi, vitina na vitu vinavyofanya watu waache Mwenyezi Mungu, waache imani na kutenda dhambi. Bwana asifiwe. Amen. Hapa duniani ipo vitu vya aina mingi sana vinavyosababisha, kwa sababu ya mawazo, mtu ukaingiwa na roho ya kutenda dhambi, ukaenda katika njia ya mkato. Bwana asifiwe. Ukawacha imani, ukaenda katika njia ya mkato. Bwana asifiwe. Ndiposa tunaona kwamba wengi ambao pengine ni matajiri, Bwana asifiwe, utajiri wao
ni wa njia ya mkato. Bwana asifiwe. Si njia ya Mwenyezi Mungu, ni njia ya haraka. Maana aliingiwa na visingiti, aliingiwa na vikwazo. Akasema fulani ana gari, mbona mimi sina gari? Bwana asifiwe. Fulani ameoa, mbona mimi sijaoa? Kwa hivyo akajikuta ameingia taabani, ameingia kwa shida. Kwa ile shida kidogo aliyokuwa nayo, sasa ameifanya kuwa double. Visingiti kwa maisha ya mwanadamu lazima viwepo. Kwa mhuduma, visingiti lazima viwepo. Bwana asifiwe. Visingiti lazima viwepo. Hata uende ujifunge kwa miti, yaani usionane na mtu, visingiti vipo. Bwana asifiwe. Nataka niwapatie habari moja. Hivi majuzi kuna ajali ambayo imetokea katika nchi za ng'ambo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mzazi ama wanandoa wamekaa kwa amani yao. Haleluya. Wana gari lao, wana mali zao, wana kila kitu kizuri. Bwana asifiwe. Lakini visingiti vikaamka. Bwana asifiwe. Kupitia mtoto wao, akachukua gari ili kuenda kutembea kidogo ama kufanya mazoezi kidogo. Bwana asifiwe. Na akaondoka akaingia katika barabara kuu. Bwana asifiwe. Alipokuwa akienda, kuna hao watu wa kuombaomba wasiojiweza. Bwana asifiwe. Kuna walemavu, kuna tu watu ambao wako tu visawa, but ni wale ombaomba. Bwana asifiwe. Kwa hivyo walikuwa wamejipanga barabarani, wanaongojea mtu awasaidie, wanaongojea watu wakipita waombe. Bwana asifiwe. Yule kijana akawa amejisahau, akasema waje niongeze mafuta kidogo. Bwana asifiwe. Ikamshinda kumiliki gari. Bwana asifiwe. Anagonga hao watu wote. Kwa hivyo mzazi nyumbani alikuwa na amani, mama pamoja na baba walikuwa na amani, lakini vikwazo vikakuja ghafla. Kama mwanadamu, makwazo yapo. Kama hujawahi pitia kikwazo, kiko njiani, jiandae. Haleluya. Makwazo juu ya mwanadamu yapo. Sasa mtoto mlazi gani liliharibika, mtoto akakufa, amepoteza watu wengi. Vikwazo vimerudi wa wazazi. Haleluya. Kwa hivyo majaribu yapo, na lazima kama mhuduma ukasimame ili kutetea imani. Haleluya. Yesu majaribu yalipokuja alijaribu kuistahimili. Bwana asifiwe. Maana shetani alipomjaribu hiyo mara yote, Bwana asifiwe, ni kwamba Yesu alisimama katika imani na kutetea. Bwana asifiwe. Hata wewe simama katika imani. Kataa visingiti, kataa makwazo, maana yanaweza kuletea shida. Tusidi sana kuomba, tusidi sana kusoma neno ili likaweza kutuongoza katika maisha yetu. Na hili si jambo la ajabu kwako. Nikwambia visingiti vipo, si jambo la ajabu.
duniani. Si jambo la ajabu. Bwana asifiwe. Maana vizingiti vipo. Vizingiti vipo. Katika familia yako kuna vizingiti. Ndugu hawakutaki, dada hawakutaki. Mke wako hakutaki. Mke wako amechukia watoto. Vizingiti vipo. Kazini hamuelewani na watu. Vizingiti vipo. Unafanya kazi kuanzia Januari mpaka Disemba, hauoni faida. Vizingiti vipo. Unawaza niwache hii kazi, niwachane na huduma, niwachane na hii ndoa, niwachane na hii familia ama nini? Vizingiti vipo. Na vizingiti vinapoingia, makwazo ni mengi. Yaani unafikiria chote ni negative. Bwana asifiwe. Yaani unafikiria kitu kibaya tu. Bwana asifiwe. Unafikiria tu vitu vibaya tu. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Umejua katika habari za kiroho inapozungumza hivi, watu wanaweza shangaa hiki jamaa kinaongelezwa ama kinaongea vitu gani? Bwana asifiwe. Lakini katika ulimwengu wa kiroho, ukiingia kiroho, hili neno linakujenga, linakuinua, linakuweka katika viwango vingine. Unajua wakati vizingiti vinapoingia juu ya maisha yangu, nina njia ya kutokea, nina njia ya kujizingira. Haleluya. Nina njia zozote zile za kufanya hivi vizingiti niweze kutoka ndani mwake. Haleluya. Na pia katika hiyo neno tu ametuambia ole wake yule ambaye makwazo yanakuja kwa sababu yake. Haleluya. Ole wake. Ole wake yule ambaye anasababisha mimi nitezeke. Yule ambaye anasababisha mimi niwache huduma. Yule ambaye anasababisha mimi niwache ndoa yangu. Ole wake yule ambaye anasababisha nikawache kazi ambayo inalisha familia yangu. Ole wake. Ole wake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo yule ambaye anasababisha hivi vizingiti ni kwamba hukumu yake iko tayari tu. Hukumu yake iko malangoni. Inakuja kwa sababu yake. Haleluya. Watu wa Mungu, vizingiti vipo. Lakini ole wake anayesababisha mimi kuwa na hiyo vizingiti. Uliza jirani yako. Uliza jirani yako. Wewe, kuna vizingiti ambavyo umeweka juu yangu. Kuna mawazo ambayo umeweka juu yangu. Uliza jirani yako, usimwogope. Kuna kitu ambacho umesababisha kunikalia. Umesababisha nikafikiria mahali? Lazima kuna jambo. Kwa mfano sasa hivi tuchukue mfano. Deni. Umeona deni? Deni ni dawa ambayo inasababisha watu kuwa na vizingiti. Deni inaweza sababisha yani wewe ukue separate na ujamaa kabisa. Na hicho ndicho kizingiti kikuu katika maisha ya mwanadamu. Haleluya. Ukiwa na deni ya mtu aulani, amekuwekea vikwazo. Yaani ukitembea unafikiria hii shilingi 800 ndalipaje? Hii shilingi 500 ndalipaje? Umejua wakati unafikiria hivyo, nyumbani nayo mama anakupigia simu atakula lunch. Hata kachai akaota. Hata majani sawa, sukari iko lakini majani hata hakuna. Kwa hivyo wakati unafikiria 800 ya wenyewe,
Nyumbani wanafikiria 200 ya kuwalinda tu, lakini hauna. Visingiti vipo, lakini ole wake yule ambaye anasababisha vile visingiti. Haleluya! Ole wake yule ambaye anasababisha vile visingiti. Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, lazima tujirudi tena, tujiangalie. Jiangalie ndani ya moyo wako, ni wapi ambayo inaweza kuwa umekosea mwenzako. Maana kuna ole ambaye inakuja, kuna ole ambaye inakuja. Bwana asifiwe. Na hiyo ole ni mbaya, maana ni Kristo ananena haya maneno akiambia kikundi ambacho anatembea nacho, akiwaambia kuhusu juu ya maisha. Kwa maana haya maisha yapo, lakini haya maisha kama yapo, yafaa watu wote wakae katika hali ya umoja, hali ya kushirikiana, hali ya upendo. Bwana asifiwe. Upendano wa ndugu na udumu. Haleluya. Upendano wa ndoa na udumu. Maana visingiti vinapoingia vitaondoa. Bwana asifiwe. Ni habari ambazo zimekuja kwa ghafla, ili kuna mtu ambaye ameingiwa na vitu kama hivi akaondoke. Hiyo njia haifai, hiyo njia haistahili. Bwana asifiwe. Maana there is a time nisimama hapa nikawaambia kuhusu watu ambao wanapatikana kanisani. Aina ya hao watu wote inafaa washirikiane, lakini visingiti vikiwa kanisani, hao watu kushirikiana ni kazi ngumu, na tena ni kazi bure. Haleluya. Kwa hivyo lazima tuje tuwe pamoja, tukashikamane kwa pamoja na kufanya kazi ya Mungu ikaonekane. Haleluya. Ingawa majaribu ni mengi, wewe mhuduma, wewe mama, wewe mzee, kuna njia za kutorokea. Njia namba 1 ni kulisoma neno. Njia namba 2 ni kuomba. Njia namba 3 ni kufunga na kuomba. Hizo ndizo njia peke yake zitakazo kuweka kando na vikwazo na visingiti. Wakati hizo njia utazitambua na kuziweka kifuani mwako, kuziweka rohoni mwako, ndiposa utaokoka na haya mambo ambayo nayasema. Haleluya. Umejua mimi ni mshuhuda ya visingiti. Ipo wakati nilipokuwa nataka kuoa, nilipotangaza habari za kuoa, Bwana asifiwe, visingiti viliamka, utengamano ukakuwepo kati ya mimi na mandugu zangu, kati ya mimi na watu wa kwetu wote. Bwana asifiwe. Maana nilikuwa nataka ku break history, kwamba hapa watu hawaolewi kwa harusi. Haleluya. Kwa hivyo visingiti vikaja na nikatengwa kabisa
imefika some hours ifike katika harusi yenyewe ndio wanaonekana. Bwana asifiwe. Lakini kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, kwa ukuu wa Mwenyezi Mungu, akafanya njia. Maana alichunguza moyo wangu, akaelewa huyu kijana yafaa. Bwana asifiwe. Hata kwako inafaa, ya kufaa ushinde visingiti ili utukufu umrejelee Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hivi visingiti vinaweza sababisha Mungu alete distraction kwako. Haleluya. Habari moja tu ni kwamba ipo siku ambaye Ninawi ilikuwa ni mji ambao unatenda mabaya, ni mji ambao umejaa visingiti, vikwazo vimejaa. Bwana asifiwe. Visingiti vya kila namna vilikuwepo, vikwazo ambavyo visababisha Mungu afikirie na kusema nafanyaje Ninawi, natenda nini Ninawi. Bwana asifiwe. Ndiposa akatuma mtumishi wa Mungu mahala pale. Bwana asifiwe. Na alipofika mahala pale, ni kwamba kwa neno moja mfalme wa mahala pale akaona ni kweli, lazima tuondoe hivi visingiti vinavyosababisha Mungu akae mbali na sisi. Lazima tuondoe visingiti. Haleluya. Kwa hivyo wakati mtumishi wa Mungu alitangaza hizo habari, watu wote wa Minai, yaani vitu vyote vilivyo hai, vikafunga kwa sababu ya habari za Mwenyezi Mungu, na mji wote ukaokoka, ukaokolewa. Haleluya. Hata wewe leo hii utashinda ukiwa una imani. Maana visingiti vipo, lakini inahitaji watu wenye imani ya hali ya juu, si kupapasa papasa tu, si kupapasa papasa. Hapana papasa. Kama ni kuomba omba kana kwamba dunia inaisha sasa hivi. Kama ni kuhubiri ubiri kana kwamba watu ni hawa peke yake, ni kwamba hakuna watu wengine, ni hawa na dunia ni kama inaisha. Haleluya. Watu wa Mungu mnaosikia habari hizi, lazima tufanye kazi ya Mungu ikaonekane na itakuwa ya baraka. Amen. Mtu alifungulia Mathayo 18. Mathayo 18. Yesu kuna vitu ambavyo anazungumzia. Mathayo 18 mstari mdogo wa 6. Mstari mdogo wa 6 nasema, bali ataimkosesha mmojawapo wa wadogo hawa walioaminio. Yes. Yamfaa afungwe shingoni jiwe kubwa la kusagia na kutoswa katika kilindi cha bahari. Aya, rudi katika hiyo Luka mtakatifu 17:2. Tunataka tuunganishe hizi habari siwe moja. Ingemfaa zaidi mtu huyo jiwe la kusagia alifungwe shingoni mwake, akatupwe baharini, kuliko kumkosesha mmojawapo wadogo hawa. Haleluya. Bwana asifiwe. Unasikia kwamba katika watu wengi, wewe ambao umejiinua na kujifanya kuwa unaweza, unawakosesha wengine amani, unawakosesha wengine upendo, unaondoka, unawakosesha wengine baraka zinaondoka.
Bwana asifiwe. Neno la Mungu linasema hivi, ni heri ungefungwa jiwe. Ndiposa nimewaambia kuna habari za ole. Ni heri wewe ungefungwa jiwe. Na watafuta mtu ambao ni mrefu sana. Urefu wake ni kama kusimu. Urefu wake ni kama kule kusimu. Yaani ukitupwa huko ndani usiwahi rejea. Usiwahi onekana. Bwana asifiwe. Umejua kitabu kidogo nilikuwa nasikia habari kwamba mtu akiwa jambazi kwa mfano kama katika familia yetu, huyo mtu akifa, kaburi inachimbwa futi 6. Ameenda kwa futi ngapi? 6. Huyo ndakana ajimbiwe 12. Yaani hata asiwahi onekana, hata wakichimbua hivyo wasiwahi pata. Bwana asifiwe. Yaani aenda akiendana kabisa. Na mtu hata mmoja asizaliwe katika familia hiyo ambaye ataiga tabia yake. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ni visingiti. Na mtu kama huyo afungwe shingoni jiwe kubwa, atupwe katika mto, asaulike kabisa. Haleluya. Kwa hivyo Yesu anasisitiza hayo maneno akiwatia moyo wale wanafunzi wake. Anawatia moyo, analitia kanisa moyo. Maana anaelewa kanisa linapitia hali ngumu. Bwana asifiwe. Kanisa linateseka. Iko majira ambayo wahuduma wa Mungu wanauawa. Wakristo wanashikwa, wanauawa. Angalia habari za Paulo. Kabla hajakuwa Paulo sasa. Paulo alilichukia kanisa na akawachukia watumishi wa Mungu. Alileta vikwazo juu ya kanisa. Alileta vikwazo juu ya wahuduma wa Mungu. Bwana asifiwe. Na tunaona kwamba alishika wahuduma wa Mungu kuua. Alishika Wakristo kuwaua. Akiomba habari, akielekea kule Dameski. Bwana asifiwe. Ili akazidi kufanya mambo yake ya maafa juu ya watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Lakini tunaona jiwe lake lilikuwa tofauti. Jiwe la Mwenyezi Mungu kwa Paulo lilikuwa tofauti. Maana lilikuwa ni jiwe la mwanga mkali. Likampiga ghafla. Jamaa akaanguka chini kifudifudi. Bwana asifiwe. Akashangaa ni nini ambacho kinafanyika. Kwa sababu ya mwanga wa Mungu. Vikwazo vipo kanisa. Kijana vikwazo vipo. Mzee vikwazo vipo. Mama vikwazo vipo. Hiyo ndoa si sukari. Hakuna mahala ambako ni asali katika ndoa. Leo ina amani, kesho hakuna amani. Leo ina furaha, kesho kuna huzuni. Vizingiti vipo. Na lazima vinakuja kwa sababu yako. Vinakutake wewe. Kwa hivyo, kila siku, kila saa, kila wakati, wacha tushinde katika neno. Tushinde katika maombezi. Maana tuhitaji jiwe katika shingo letu. Hatuhitaji jiwe ndani ya shingo letu. Ndani ya huduma yetu hatuhitaji jiwe. Hatuhitaji kupigwa na mwanga. Maana Paulo alipopigwa na mwanga, sauti ikatokea. Sauli, 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 mbona unaniudhi? Kuliko ukifanya visingiti kwa wenzako, unaudhi. Unamuudhi Mungu. Unaudhi. Haleluya. Unasababisha Mungu kujua
Akasikia sauti, akashangaa, huyu nani naye kuudhi? Unajua watu wanaweza shangaa niko naongea habari gani? Acts of Apostles. Hilo andiko linatoka mahali pale. Chapter number 9, and verse number 1. Kuelekea mpaka juu. Mahali penye unapata hizo habari. Haleluya! Aliudhi kanisa, akaudhi Mungu, akaudhi watu wote. Mpaka wakati sasa mwanga umemwondokea, amekuja kuwa mtu sasa kiumbe kipya. Kusikia habari zake, watu walikuwa wanashangaa. Maana walielewa habari zake za kwanza zilikuwa habari mbaya. Ni habari ambalo zilisababisha majuto juu ya kanisa, juu ya kijiji. Watu walishangaa. Haleluya. Amen. Na wacha niwaambie habari moja. Unajua katika Biblia kuna mtu ambaye aliweka visingiti pia katika wahuduma wa Mwenyezi Mungu. Yaani tangu kuzaliwa huyu jamaa alitia visingiti. Sasa hao watu wakamuelewa, akasema kwamba kweli huyu ni mjumbe wa Bwana. Wakamuelewa kabisa huyu ni mjumbe wa Bwana. Haleluya. Lakini kumbe alikuwa anatumia nguvu za giza. Haleluya. Amen. Kwa hivyo alikuwa anafanya miujiza, anaponya watu. Lakini nguvu ambazo anazitumia si za Mungu. Ni sawa sana utoke hapo uende kwa wasadi. Ukitoka hapo uende kwa waganga. Na bahati mzuri ama bahati mbaya, yaani upokee hiyo huduma ambayo umeendea, uipokee. So watu waliishi wakielewa, huyu ni mtumwa wa Mungu. Huyu ni mjumbe wa Mungu. Huyu ni mchaguliwa wa Mungu. Kumbe si hivyo, anatumia nguvu za kiganga. Hizo habari utazipata katika Acts of Apostles chapter number 8. Ukitaka hizo habari, soma Acts of Apostles chapter number 8, utapata hizo habari. Haleluya. Na watu wakaishi hivyo. Visingiti vikawa vingi. Lakini ipo mwanafunzi mmoja aliyeingia mahali pale akahubiri Injili. Bwana sifiwe. Amen. Yaani kwa mkono wake watu wanatulia. Kwa mkono wake watu wanapona. Kwa mkono wake watu wanainuka. Bwana sifiwe. Yaani akifanya hivi watu wanashangaa. Kuna miujiza inatendeka. Wakalinganisha na yule jamaa, wakaona huyu anadanganyanga. Ametia visingiti juu ya mawazo ya watu. Haleluya. Kwa hivyo tu watumwa wa Mungu lazima tukae katika imani moja. Tukawache vikwazo, tukawache visingiti. Bwana asifiwe. Unajua vikwazo vinakuja mara mingi kwa kanisa, watu wanashangaa, kuna kuache. Maana ukitangaza ibada za matoleo, watu hata hawakuji kanisani. Watu wanaamua kuwa wanaalikwa. Wanaamua hiyo siku sasa ni hao wanaenda kuombea kwingine. Haleluya. Kwa sababu kuna visingiti wametangaza kwamba kuna ibada ya matoleo. Haleluya. Amen. Mbona? Hebu uliza mwenzako, kweli ibada ya matoleo itanitoka katika kanisani? Hebu uliza tu mtu. Ibada ya matoleo. Na matoleo ndiyo inasababisha maisha yangu kufunguka. Maisha yangu kuwa na baraka ni matoleo. Nikusanyieni walio wangu, waliofanya agano nami. Haleluya. Lakini imekuwa tena ni visingiti kwako. Unakataa ibada. Unaondoka na kwenda mbali. Haleluya. Nataka nikwambie hivi. Visingiti havina budi kuja. Lazima tusimame imara ili tukatetee kazi ya Mungu
na itakuwa ya baraka. Haleluya. Mtu anifungulie Warumi ikiwa ni 13. Warumi 13 14:13. Warumi 14:13. Warumi 14:13. Nasema basi tuzidi kuhukumiana, bali afadhali toeni hukumu hii, mtu asikie kitu cha kumkwaza ndugu au cha kumwangusha. Bwana asifiwe. Umesikiza habari? Rudia vizuri usikie. Soma sasa vizuri. Basi tuzidi kuhukumiana. Bali afadhali toeni hukumu hii. Mtu asitie kitu cha kumkwaza ndugu au cha kumwangusha. Bwana asifiwe. Angalia sana, angalia ndani mwako sana. Yaani yale maneno ambayo unayatoa yakolee munyu wa Kristo. Yasikolee munyu wa vikwazo. Yasikolee munyu ya vitina. Yasikolee munyu ya kuangusha mtu. Bali angalia sana. Angalieni katikati yenu yale maneno mnayotoa. Kina mama, maneno mnayoyatoa kwa plots. Mnapokaa pale nyumbani, yale maneno mnayotoa, angalieni sana yasiangushe mmoja wenu. Haya maneno yasimtenge na imani. Haya maneno yasifanye mtu kujitenga na ibada. Haleluya. Makwazo yapo, lakini yale maneno ambayo nayatoa, angalia ndani mwake sana, yasiangushe mtu hata mmoja. Haleluya. Bila wewe Yesu siwezi. Bila wewe Yesu siwezi. Nikisema ninaweza, najidanganya. Nikisema ninaweza, najidanganya. Unaona, katika maisha ya wanadamu ipo watu wanaojifanya wanaweza, na wanasababisha visingiti juu ya watu wengine. Haleluya. Wanasababisha vikwazo juu ya watu wengine. Haleluya. Bwana asifiwe. Lakini nataka kuwaletea habari hizi katika Yohana 16 mstari wa 33. Yesu mwenyewe anatueleza nini? Tukielekea kumalizia Yohana 16 mstari mdogo wa 33. Yesu kuna mambo ambayo anatuambia kuhusu ulimwengu, kuhusu visingiti, kuhusu watu wa Mungu, kuhusu kanisa. Haleluya. Anatueleza hayo maneno ambayo amepata tusomee, na itakuwa ya baraka. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli ataongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana atanena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayosikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Haleluya. Hebu soma 16:33. Mbona unasoma vitu vingine? Haya nimwambieni mpate kuwa na amani. Haya nimewaambieni mpate kuwa na amani. Ulimwenguni mnayo dhiki. Yes. Lakini jipeni moyo. Lakini jipeni moyo. Tuachie hapo kwanza. Bwana asifiwe. Huyu ni Yesu. Anatuambia juu ya visingiti vinavyo
vinavyosababisha wewe ulie, vinavyosababisha ndoa yako ikosa amani, vinavyosababisha huduma yako imerejea nyuma. Siku hizi hauimbi, hauombi. Ulikuwa unamkiana kanisa mapema, by saa 10 uko hapo umepanga mitambo, unaomba kuomba, lakini visingiti vimekuja, vimekuondoa. Ulikuwa unafanya ibada ya kufana kabisa, ukiimba watu wanabarikiwa, ukihubiri watu wanabarikiwa, lakini visingiti vimekuja, vimepoesha hali. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Yesu anatuambia hivi, hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani. Ndani yangu ulimwengu mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Bwana asifiwe. Hapa dunia unapoishi, kuondoka kwako, kurejea kwako, dhiki ziko mingi, visingiti vipo vingi, lakini jipe moyo, utashinda. Utashinda mama, utashinda mzee, utashinda. Kina Sanbalati wakiamka utashinda, kina Tobia wakiamka utashinda, hao Waarabu hao Waamoni wakiamka utashinda. Maana kitu ambacho napenda kusisitiza tu ni kwamba katika maisha yangu mimi ambaye nimeokoka, ambaye nimemjua Kristo, sinanga referee. Bwana asifiwe. Umeona katika mipira kuna referee, kuna linesman, kuna kocha, kuna captains. Sasa mimi sina hao watu wote. Nina captain mmoja ambaye ni Mungu. Nina captain mmoja ambaye ni Yesu. Bwana asifiwe. Anasema mimi ndimi njia ya kweli. Na tena anasema nalikuja ili wawe na amani. Tena hiyo amani isidia amani yote, amani teletele. Haleluya. Lazima amani tutawale kama kanisa, lazima amani tutawale kama wapendwa wa Mwenyezi Mungu. Haleluya. Unajua mimi ninapenda kuomba, na ninaomba programa, tafadhali. Najua muda wangu umewadia ama umeisha, lakini naomba dakika 5. Tusimame tu kwa miguu zetu. Tunataka tuombee visingiti kwa dakika 5 peke yake. Wakati nazidi kuomba hivyo, praise and worship ama sijui program inaendaje, praise and worship mnakuja mbele. Kwa hiyo mimi nikianza kuomba na wakabidi kipaza sauti, nyinyi mkaechukulia.